Leo ni siku yetu ya tatu, ya nne, ya tatu ya tunamshukuru Mungu kwa kuwa hapa. Wageni wetu wote karibu sana, lakini pia na wenyeji karibu sana. Sisi ni sauti ya shangwe na yako mambo muhimu tunatakiwa tuyapitie kwa ajili yetu wenyewe na watoto wetu na jamii yetu ambayo ni jamii inaitwa Tanzania. Kwa hiyo tunapokutana hapa tunafanya mambo mawili matatu kwa pamoja, kwa sababu mara nyingi hatukutani wote familia kwa pamoja kila wakati kama hivi, na wako waliotegemea tutafanya vingine tofauti. Lakini ngoja niwape siri moja, tuna wajibu fulani wa kuwa watakatifu na kuyaishi maisha ya Kristo. Hilo ndo jambo la msingi sana ambalo kila mmoja wetu alijue, kwamba tunacho kipengele fulani ambacho ni cha muhimu sana, kwamba Mungu atatuhitaji tuhusike katika kila eneo ambalo tunatakiwa kuhusika wenyewe, wala sio Mungu wetu. Ni kweli Mungu anaweza kutusaidia kila kitu, lakini ikifika kwenye wajibu wetu tunalazimika sisi wenyewe kufanya kwa ajili ya kumfanya Mungu awe rafiki kimbilio letu. Hatuwezi kwenda mbele na kurudi nyuma kila wakati tukategemea Mungu atakuwa rafiki yetu. Ni lazima tutengeneze mazingira ya kubaki wakamilifu muda mwingi kama familia. Makanisa yetu bado ni machanga na bado yanahitaji msaada mkubwa. Msaada wa kiuchumi, msaada wa kielimu na msaada wa kila kitu. Na nilisema jana kwamba hakuna atakayetusaidia katika jamii yetu hii isipokuwa sisi wenyewe tumejitia nguvu na kuamua kufanya. Hapo ndo tunaweza tukaona matokeo halisi ya kile tulichokiamulia. Ulokole ni pamoja na kutambua kwamba tunawajibika katika kuleta matokeo Tanzania. Hilo ndio la msingi sana. Lakini kuwa wana sauti ya shangwe ya kumanishi kwamba sisi tuna kila kitu. Hatuhitaji. Na ndio maana wakati wote tunakaa kuomba. Tunamwambia Mungu tufikishe katika ile hatima ambayo unakusudia tufike. Ni kweli kabisa kufikia hatima si swala jepesi hivyo. Kuna vizingiti, kuna mapito, na kuna wakati mwingine unaweza ukachoka. Lakini mimi jambo langu la kusema kwako, bado utafika unakotakiwa kwenda. Yesu kukabili msalaba haikuwa kazi nyepesi sana. Watu wengi wakiwa wanaomba, wanaimba, wanachukulia kwamba lile tendo lilikuwa la kawaida. Alikuwa la kawaida lile. Kukaa kwenye msalaba kwa ajili ya watu haikuwa kazi nyepesi. Na mara zote huwa nawaeleza watumishi wenzangu napokutana nao, nawaambia kama kuna kitu kigumu sana ambacho usiombe Mungu akupitishe, ni kukufanya wewe ubebe majukumu ya mwingine. Yaani ikifika hatua ambapo wewe unatakiwa kuwajibika kubeba majukumu ya mtu mwingine ambaye kiwarisia ana mikono, ana miguu, ana akili na ana nguvu zake na afya yake. Wewe uchukue jukumu la kubeba mzigo wake, uwajibike kutimiza matakwa yake, ni kazi ngumu. Yesu alifanya kwa ajili yetu. Alazimika kubeba majukumu ya kwetu tuliyotakiwa kuyafanya sisi. Akakubali kufa Golgotha. Haikuwa kazi nyepesi sana. Watu wengine wanaweza kukueleza tuna wokovu ni jambo la kawaida sana, lakini ukweli ni kwamba kuokoka si swala jepesi na kuishi maisha ya wokovu si swala je. Kwa nini? Si kazi nyepesi kuchukua jukumu la kufa kwa ajili ya watu wengine. Na ndio maana ukikuta warokole tumekutana kama hivi, unaweza ukajifunza vitu vingi kutoka kwa watu ambao umekusanyika. Na ukafika sehemu kaelewa kwamba tuna watu tunasafiri nao, lakini wanatakiwa kuaminika kama magugu, yatatufikisha sehemu, yatanyauka na mbegu itavunwa na kuwekwa ghalani. Wajibu wetu kama wana sauti ya shangwe ni wa muhimu sana, na ili ngoja niliseme, mazingira yetu ya kuyaishi maisha matakatifu ni ya muhimu kuliko chochote. Kama kuna kaeneo ni kamsingi sana kwa sasa, ni kila mmoja kupeleleza ndani yake amebeba kitu gani. Ni kweli kabisa, katika pito ulilonalo utapita. Pesa unayotafuta utapata. Mali unazotaka utapata. Mafanikio unayotafuta utapata. Siwezi kukatalia. Lakini ukweli ni kwamba baada ya kuvipata utanufaika navyo ukiwa nani?
Haya ni mazingira ambayo ni ya muhimu sana tuyajue. Lakini leo mimi nataka tuzungumze mawili matatu, kwamba tumekutanika hapa kama Sauti ya Shangwe kanda ya Nyanda za Juu Kusini, ambapo tunahitaji kuambiana kama familia kwamba watu wote tulioko hapa, hakuna hata mmoja ambaye atatunza familia ya mwenzake. Tumekusanyika tukiwa na familia zetu na watoto wetu. Ikitokea mmoja wetu akakusapoti, isibadilike ikaonekana kama ni mzigo kwake. Jua wewe na wajibika na mzigo wako. Maneno haya anayoyasema yametokea kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 3. Ni maneno magumu kidogo ambayo tutapita leo. Unaweza ukaandika la kwako litapita, lakini utalazimika kuwajibika wewe. Haleluya. Na niwaombe tu na leo mnisikilize kidogo. Matendo ya Mitume sura ile ya 3 kuna maelezo magumu kidogo. Kwa mnaosoma Biblia mtakutana na kituko kiko pale. Petro na Yohana walikuwa wakisafiri kwenda kusali Jumapili, ama kila siku kama ilivyo saa 9 yapata. Wakiwa wanaenda kusali, walipofika kwenye mlango unaitwa Mzuri, wakamkuta kiwete amewekwa pale. Na huyu kiwete alizoea kukaa pale kila siku. Kila siku alikuwa anaketi pale kwenye mlango wa Mzuri. Na wanamchukua watu wanamweka pale, na maelezo ya Biblia yanasema aliwekwa pale ili aombe sadaka. Hayo nalikuwa maelezo. Na Biblia inaandika vitu vigumu kidogo hapa. Inasema alipowaona Petro na Yohana wanakuja kwenda kuingia hekaluni kusali, yeye kiwete akatoka ili aombe sadaka. Maneno magumu sana. Ukiyasoma ukiwa na akili ya kawaida unaweza ukafikiria kwamba ni jambo lepesi sana. Na watu wengi wanaangaliaga muujiza ulioandikwa hapo. Achana na muujiza, kuna vitu vigumu sana viko pale. Na hivi vinalihusu kanisa letu. Bwana apewe sifa. Natawaomba sana wote wanaoitwa watoto wa kanisa hili, nitakapoongea haya maneno usijisikie vibaya. Na hata kama utanisikia mtandaoni usijisikie vibaya. Yachukulie kama yalivyo, yaweke katika maisha yako. Mareza anasema Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 1, nitasoma mpaka ule mstari wa 16 kama nitaweza. Kama sitafika tutaendelea siku nyingine. Basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni saa ya kusali saa 9. Na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni mwa mamaye alichukuliwa na watu, ambaye walimweka kila siku katika mlango wa hekalu uitwao Mzuri, ili aombe sadaka kwa watu waingiao ndani ya hekalu. Mtu huyu akiwaona Petro na Yohana wakiingia hekaluni, aliomba apewe sadaka. Na Petro akimkazia macho pamoja na Yohana akasema, tutazame sisi. Akawaangalia akitarajia kupata kitu kwao, lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo na wa Nazareti, simama uende. Akamshika mkono wa kuume akamwinua, mara nyayo zake na viungo vya miguu yake vikatiwa nguvu. Akaondoka upesi, akasimama, akaanza kwenda. Akaingia ndani ya hekalu pamoja nao, akienda akilukaluka na kumsifu Mungu. Watu wote wakamwona akienda akimsifu Mungu, wakamtambua ya kuwa yeye ndiye aliyekuwa akiketi na kuomba sadaka penye mlango mzuri wa hekalu. Wakajaa ushangao, wakastaajabia mambo yaliyompata. Unaweza ukainua masikio yako na macho yako unitizame. Hapa ndipo nawaelezaga, acha kutegemea watu unapohitaji vya kwako. Kuna nyakati zinafika unakuwa mzigo kwa watu, na watu wanalazimika wakusaidie kwa namna wanavyotaka. Katika vitu ambavyo sitamani kuviona vinaendelea kwenye kanisa letu ni kuwa mzigo wa watu fulani. Maelezo yaliyoandikwa hapa ni magumu kidogo. Maelezo anasema kiwete huyu alipowaona wanakuja, kazi yake moja tu aliyokuwa nayo, anasubiri kuomba sadaka zilizoko mifukoni mwa watu. Ndio alichokuwa anakitaka tu. Maelezo ya Petro anasema Petro akamkazia macho na Yohana akamwambia, hatukupi pesa leo, tumechoka kukusaidia wewe. Leo hatukupi pesa, tutalazimika tupambane mpaka utoke uliko ufanye cha kwako. Maelezo anasema Petro akamwambia, sasa shika niangalie mimi kwa sasa.
anasema kwa jina la Yesu simama. Yule kiwete akasimama, akaanza kukimbia, akaingia wapi? Hekaluni. Na hapa kidogo pananipaga shida sana. Unachisikiaje unatunza watoto nyumbani, unawalisha na ibadani hawaendi? Wanabaki nje, wewe unaingia kanisani kusali, wao wako. Maelezo anasema Petro akaona isiwe tabu, kajinga haka sadaka tunakapatia na pesa tunazipata tunakapatia, lakini akaingia huku ndani kuabudu. Cha kufanya kinachokuzuiaga ni nini? Miguu. Pokea miguu, ingia. Masara ya kutuomba, tumechoka kututegemea. Kama shida yako ni hela, kazitafute na wewe uone zilivyo ngumu. Petro alichokifanya, akampa miguu, katafute, usiombe. Nini maana yangu? Ni kweli kabisa, umekuwa ukituambia unataka kumtumikia Mungu lakini una namna. Tumeshaweka maspika tukusikia unaomba hapa. Ulisema kanisa dogo, tumeshapanua, kaa humu ndani ufanye ibada. Imefika sehemu tunakuwa tegemezi kwa kila kitu. Imefika mahala ambako Petro alipopiga mahesabu akaangalia, asema hapana, utatuomba mpaka. Na hii ni kasumba ya makanisa. Wachungaji wengi wakishajua askofu wetu ni mwenye upendo, anatupenda, atatusaidia, hawafanyi chochote, wananyosha mikono, kila kitu wanategemea makao makuu. Petro anasema kuanzia sasa kila mtu apambane. Maelezo ya Petro kwa kiwete anasema si kwa sababu Petro akumpa miguu kwa sababu alitaka. Amechoka kuwa naombwa hela kila siku. Na maelezo yaliyoandikwa hapa anasema kiwete alikuwa akiomba sadaka kila. Maana yake kila siku Petro na Yohana wakiingia kanisani kusali, yupo, walichonacho wanampa. Nini maana yake? Kila kanisa la kwetu mjifunze tafuta kwa shida. Na hii ni pamoja na familia. Ziko familia zinatushangaza sana. Kijana nilie kusomesha, kama ukiwete ilikuwa ni elimu, nishakupa degree. Kama ukiwete ulikuwa ni utanga, umeshakuwa mbaba. Unaitwa uko pale, ni kidada kikubwa, ni kijana mkubwa, bado nataka nikupe na nguo ya ndani. Petro akasema isiwe tabu, sitakuacha tena, ukae hapo tumalizie hela. Pokea miguu, nenda zako. Kuna wakati mwingine tunaponya watu kwa sababu tumelemewa. Kila siku nataka tukusaidie wewe. Petro akamwambia kiwete, toka hapa leo, sikupi hela. Yaani leo nitatafuta hiyo miguu inayokufanya ukae hapa utuombe. Nikishakupa miguu, kuanzia sasa katafute na wewe. Wako watu wanajua kutulilia, wanataka hela kila siku, kila siku hela, kila siku hela. Mpe duka, mpe. Wako watu umesaidiwa mpaka maduka. Wako watu umesaidiwa mpaka mitaji, lakini bado mnaomba tu. Kuna watu mmepakwa mafuta na maaskofu. Yaani askofu amekaa na wewe hajakupaka mafuta. Ikafika sehemu akakupaka, na bado nakaa mbele yako namwambia nataka unisaidie hela ya kula. Utazani yeye alipopakwa mafuta alibaki pale. Kiwete alipopewa miguu akubaki alikopewa miguu. Alikimbia akaingia wapi? Kimbia na wewe, toka nenda katafute. Kuna watu wanaweza kukwambia nilikuwa nafikiria kitu cha ajabu sana, nikaogopa kuja kukihubiri hapa. Sikiliza, nikaogopa. Imefika hatua kutegemea misaada, kutegemea kusapotiwa. Watu wamefikiri kusaidiwa ni haki yao. Na kiwete yule alikuwa anaamini kupewa vitu kila siku ni haki yake. Kweli yani, alikuwa anajua mimi nikikaa hapa watanipa tu. Wewe, kuna siku hawatakupa. Amka, tafuta Nileeleza watu kwamba ukiona unakula chakula kwa mtu siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, na miguu nayo, jitazame toka juu mpaka juu. Toka chini mpaka, fikiria kwa kina. Kiwete mniombe tu, maana tunakokwenda kutakuwa kugumu kidogo. Nimekuomba ulipokee kama fundi, na hata kama nakusuta utajua mwenye, maadamu nimekufundisha.
Na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni mwa mamaye alichukuliwa na watu ambaye walimweka katika kila siku katika mlango wa hekalu uitwao Mzuri, ili aombe sadaka kwa watu waingiao ndani ya hekalu. Hekaluni haingii, anasubiria wanaingia. Tuna majitu tunao makanisani, tunao kwenye familia, hata kutuombea tufanikiwe hayatuombei, yako nje kabisa, ila yanataka hela tulizonazo. Kashenzi hata kuingia huko kanisani kaombe, angalau wanaotoka kule ndani watoke wamebarikiwa, kanabaki wapi? Hoja hiyo na mtu asiye kuombea lakini anataka hela zako. Unaona mtu anayekutukana ukimtumia pesa anatumia wewe akutaki. Anasema mbali na kwamba kanataka hela zao, ila kule wanakoingia waombe wazipate, kenyewe akaendi. Tunao wengi sana kanisani, hawaombi ila wanataka uwasaidie. Hawafanyi kazi kama unavyofanya ila wanataka uwasaidie. Katika vitu ambavyo vimeandikwa hapa vigumu sana, hiki ni kigumu kidogo. Anasema mtu huyu akiwaona Petro na Yohana wakiingia hekaluni aliomba apewe sadaka. Na Petro akimkazia macho pamoja na Yohana akasema tutazame sisi, akawaangalia akitarajia kupata kitu kwao. Petro amemchosha, akamkazia macho akasema utaniomba mpaka lini? Ifike sehemu sasa nikutoe hapa ulipo nikupeleke sehemu. Nimeona kuna watu wanakuja kukaa na wewe kanisani, anajifunza kuhusu Mungu mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, na bado anabaki mbele yako. Mwanangu, miaka 3 ni degree imeisha, toka nenda mtaani kaonyesha ulichojifunza kwa watu. Bwana asifiwe. Haleluya. Mmeokoka mwaka gani wanangu? Umeokoka mwaka huu? Umeleta nini kanisani? Umefanya nini kanisa hili liongezeke? Yaani wewe umekuwa ni kula mafundisho yetu tu, ni kula mafundisho. Unajua kuna watu wako kanisani wanakulaga mafundisho na kubadilika wabadilika. Kiwete mbali na kwamba alikuwa anapewa sadaka, alikuwa hawi mzima. Anabaki ni nani? Tuna viwete wako kanisani, tumefundisha tangu Januari mpaka Disemba, ni yule. Fukuza. Petro yalimshinda Petro yalimshinda. Umefundishwa out, umefundishwa breakthrough, umefundishwa miujiza, bado huko pale. Petro akaona nimechoka. Mambo ya kuwa nakwenda Chunya kila ninapokwenda niende na pesa za matumizi. Bora niachane na nini? Petro akasema cha kufanya, na mimi naacha nimewajengea. Nikirudi mniambie mnijengee, niwajengee tena. Hauna kitu inaumiza kama hii. Unasomesha litoto linafika mpaka form 6. Linamaliza naenda chuo kikuu. Anamaliza shule, akishamaliza shule tena anataka pesa ya matumizi kwa nani? Kwa baba. Na kwa sababu wewe ni mzee hujajua kama una kiwete nyumbani. Hujui kama una viwete wamekaa hapo. Kuna watu hawajajua humu kanisani tuna viwete ni wengi tu. Mbaya zaidi basi awe kiwete atulie. Anakuwa kiwete juu yako na anazaa watoto nje ya ndoa. Hajaolewa, anakuleta. Yaani kiwete anakuongezea kawete. Ni hivi. Awe kiwete tu basi atulie. Akae hapo tumulishe yeye. Akikuhurumia akuletee mmoja. Ukikaa vibaya anakugonga na 4. Tuna wakaka ni viwete, tuna wadada ni viwete, wanatutesa. Yani unafika sehemu unasema na huyu bado, na huyu tunaye, ndoa hana, mume hana, kazi hana, anabeba na mimba juu. Yeye anakula hela, kitoto chake kinakula hela, na mwanaume lake likija kutembelea linakula. Mimi nakwambia. Petro anasema hapana, nikazie tu macho nikusaidie. Kila aliye kijana wa kanisa letu au mbaba au mama au mchungaji uliyeko hapa,
Toka kwenye huo ukiwete, tafuta, fanya kazi, pata za kwako. Za kanisa ni za maendeleo ya nini? Jamani, tutakulisha mpaka lini? Bwana asifiwe. Tunajua miguu nayo huna, ambacho huna ni ukiwete wa kichwani tu, ndio umesubiria tu. Sasa leo ngoja tuutoe. Mimi niliwaruhusu wachungaji muhame kanisani kwetu, mwende mkatafute makanisa yenu. Sijawahi paka mafuta mtu mafuta ya sauti ya shangwe, hayapo. Kuna mafuta ya Yesu Kristo ya huduma ya kutumia. Sasa ukiwapaka mafuta wachungaji wakakaa wamejaa kanisani kwako, na wafanyaje? Si maviwete tu wamekaa tu pale, utawafanyaje sasa? Si maviwete yako pale, ni mawete tu na wananuniana. Wako hivyo viwete, wako hivyo, wananuna kabisa, wananuna na wanakisha nuniana. Uwe fuatilia kwenye makanisa ambayo yana maviwete wengi. Fuatilia familia ambayo ina madada wanne hawajaolewa, yamezalia hapo nyumbani. Ni maviwete fulani yako pale, yanahitaji mchungaji mkweli tu mwenye akili awaambie, ninyi maviwete mnafanya nini hapa? Nenda mkatafute zenu. Mimi nimekuta mtu amekalia sofa la baba yake mpaka limenyauka. Yeni baba amestaafu akanunua sofa. Yale masichana yamelikalia, yameleta na vijukuu, vinalikalia. Unajiuliza hii kitu gani? Viwete. Unajiuliza maswali kwamba mtu anapakwa mafuta, anakaa mbele baba yake wa kiroho mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, halafu analalamika anasema, mimi baba hapa kanisani hawanione. Wewe si ni kiwete tu. Acha wakupe 1000, wewe ni kiwete. Kichwa hajaelewa kwamba tangu umeanza uchungaji umepakwa mafuta. Ulitakiwa uende mtaa wa 7 ufungue huduma yako uendelee. Bwana asifiwe. Sauti ya shangwe. Bwana asifiwe. Mguse kiwete uliyeka naye, mwambie unafanya nini? Mwambie kanisa hili nitanufaika na wewe kwa lipi? Kuna wakati mwingine kuna watu wanataka waje kusikiliza mahubiri wakiketi pamoja na washirika walioletwa na wengine. Hivi uliwahi kuona mchungaji ambaye kazi yake ni moja tu, kuwahubiri waliotafutwa? Unanielewa mbona? Yaani yeye anahubiri walio, hamuna gharama anayolipa, anasubiria alipiwe tiketi. Na walivyo wakusima hawa viwete, hawa linajiweka kwenye nafasi ya mwalimu, linajiweka kwenye nafasi ya mwinjilisti. Haliwezi kuleta mtu hata mmoja, linasubiria walete wengine lije kufundisha. Nisikilize wanangu, usikubali kuishi kwenye maisha ya watu wengine ukajiona una akili. Anzisha maisha ambayo watu wengine wanaweza kunufaika nayo. Petro akasema, no, tumechoka sisi. Haya mambo ya kwa kila siku tunakupa pesa wewe, eti ni sadaka. No. Leo ama zangu ama zako. Pokea miguu, ukatafute na wewe sadaka uje ulete. Wangapi mko hapa mfanyi biashara, na wangapi mko hapa mnafanya huduma? Wale wote mnaitwa wachungaji, manabii, mitume, walimu, waimbaji, mikono juu. Kwa jina la Yesu namuomba Mungu atibue vipawa vyenu, mkavitumie, mwache kukaa hapa tu. Kwa sababu kuna watu wako hapa kanisani tu, wamekaa tu. Ukimuuliza umekuja na nani juzi, hayupo. Yaani wewe pata muda, kana waumini ulionao kanisani, waulize, hivi wewe sikiwete, wewe umezaa nani? Kuna watu ni matasa wako huko, mnaendelea kula tu mahubiri ya watu tu, Wewe unahubiriki wapi? Ukishahubiriwa unahubiriki wapi? Na maelezo leo hapa nasema, yule kiwete baada ya kupewa miguu akuendelea kubaki na kina Petro, aliwatangulia kuingia ndani. Hakubaki. Mbona ninyi mnabaki hapa? Biblia inasema Petro alipomaliza kumpatia miguu yule kiwete ndo alirukaruka akaenda mbio kuingia wapi? Swali langu ni nini? Wewe tulipokupaka mafuta tangu umeokoka umefanya nini? Unabaki pale pale ulikookokea, uko pale pale kama nyumba ya nyasi iko vile. Hivi unajua mna watu mko nao ni viwete hapa, nikikwambia utachoka.
tangu ameokoka, kamuulize mistari 30 ya Biblia hana kichwani. Ameokoka tu, kiwete yuko hapo. Sasa mtatusamee tu kwa sababu nimekuja kanda ya wapi? Nyanda za juu. Na mnisaidie muambie, maana wengine hawatakuja kesho, kwa sababu kesho kuna kingine. Inaumiza sana kwamba tunaweza tukachunga kanisa ambalo ni viwete tu, hawasogei, hawawazi chochote. Nishaona mtu ambaye anakuja kula tu kanisani, akimaliza kula anaondoka, hafagii, haoshi vyombo, apangi viti, anakuja tu kula kanisani, anakula, akimaliza kula anaenda. Siku moja nikatafuta fimbo, nikamwacha akara, nikamshona stiki, hajawahi kurudi. Kuna watu tunao katika kanisa kwa sasa ambao tunahitaji tu ukweli kwa jamani, ili kanisa sio la viwete, ni kanisa la watu waliochangamka akili. Wapi? Ni lazima mtafakari kwamba sisi tumeanza huduma hapa Chunya. Kila mmoja wetu anatakiwa kuwajibika kuendesha familia yake, sio familia ziwe juu ya kamwela tena. Petro alimwambia kiwete, sina cha kukupa leo, nilicho nacho ni miguu, utoke uende kwako. Tumesha kusomesha, una miaka 22 kwa sasa. Umeanza kula ugali wangu toka tumboni mwa mama yako mpaka unazaliwa mpaka hapa miaka 22. Unakula nini? Umefika wakati nenda katafute wako. Ndio concept iliyoko hapa. Watu wanafurahia muujiza. Imeenda mbali sana mpaka amefika hatua mtu anaweza akawa anakaa kwako, alafu akaleta na rafiki yake akae naye wapi? Yaani hana shida. Niko nyumbani brother, njoo dada, njoo kipenzi, njoo. Hivi wewe uko kwetu na bado unataka kuleta rafiki yako ale vyetu? Umeme tulipe sisi, maji tulipe sisi, kila kitu tukifanye sisi, na chakula cha kwetu, na wakati mwingine na kitanda cha kwetu. Anacholala na huyo nani? Nilikuwa na rafiki yangu mmoja akasema anaenda ukweni. Anaenda ukweni. Huyo rafiki yangu alikuwa hajawahi kutoa mahali ukwe. Yaani alichukua kisichana mtaani, akaleta nyumbani, akakipa mimba 3, kikazaa. Sasa kwa sababu wazazi wanapenda mtoto wao, wakaona isiwe tabu, njoo. Lile dude jinga lile likataka liende lilale kwenye kitanda cha wapi? Cha ukweni, ambacho kitanda cha ukweni alijawahi kutoa na nini tena? Na mahali. Mbaya zaidi likafika, nakwambia kesi nimeamua kwa shida, likataka na unyumba likiwa wapi? Fikiria, yaani huyu mtu hajawahi kutoa mahali wapi? Ukweni. Nakwambia ni kesi hiyo nimeamua. Ni kesi nimeamua mimi. Na mpaka sasa kesi ile haijaishaga vizuri. Yaani yule jinga alijatoa mahali wapi? Ukweni. Limezalisha mtu wa wapi? Wa ukweni. Limefika ukweni, linataka lilale kwenye kitanda cha wapi? Nenda mbali zaidi sasa, ngoja nikuchekeshe kingine. Limefika kule ukweni, linataka liende lipate na unyumba likiwa wapi? Kwenye kitanda cha wapi? Na limelia kwenye sahani za wapi? Ninyi watu, ninyi viwete wa wapi? Viwete wa wapi? Si unaona sisi tunaokuja, tunatoka kwetu Kibaha, tumekuja hapa. Katika makosa msiyafanye mage. Msije mkayafanya, msiyafanye milele zote. Tuna baba yetu hapa anaitwa Mzee Kamwela. Umri uliopo hapo umeenda. Hakuna kitu kigumu kama sisi wote tukaja tukamletea stress. Yaani tunakuja tujaja na mchere, tujaja na mahindi, hatujaja na chochote, tusema tunaenda kwenye seminar. Yaani unachokijua ni kubeba tumbo lako na kiuno yako upeleke uani. Mguse uliyeka naye mwambie hiyo sio sauti ya shangwe. Mwambie hapana. Beba kitu mkononi, leta kwa baba. Wewe sio kiwe. Inaumiza. Ngoja nikueleze kitu. Kuna vitu vya ajabu sana. Binti anaolewa kwa mwanaume wake. Anapoenda kwa mwanaume wake kule, anakaa kule miaka 5. Wanakula good time tu. Hata buku hawakutumii. Akishapewa mimba anaachika.
anataka arudi kwako akalie sofa zako na vijukuu. Mimi na vichapa fimbo havikai na mimi, virudisho uliko vipata. Muulize jirani yako, ambia amen. Kiwete leo mama, unaisikia hiyo? Haiwezekani upate rujukuu huko uniletee mimi. Ruache huko kwa baba yake apambane nalo. Na ngoja niweze, hakuna kitu ngumu. Ninyi masingo maza mlioko hapa, mliozaa bila wanaume kwa kuibana mtaani, nyosha mikono. Mimi niliwahi kuambia siku moja, baba, singo maza hao nao wana wamezaa peke yao, wana watoto wao hawana wanaume. Asikudanganye kwamba ananenepa, anapendeza, na furaha. Ikifika saa 7 usiku, nda kumbukumbu zinakuja kwamba sina mtu wa kunilipia karo. Sasa mimi afadhali ya nini? Unafika sehemu unazaa, yani mtu anazaa na mtu, lile itoto linakaa kwako linazunguka, unabidi ulisomeshe na lenyewe. Mimi umri huu naitwa babu, na kila mtu babu. Yani unaitwa babu kabla wakati hujafika. Shida tuna maviwete ndani ya familia zetu. Siku moja nimwambia mtu siwezi kulala. Aanza kwa anasema, nikamwambia viwete ni wengi hapa kwetu. Hawawezi kulipa karo za watoto wao, hawawezi kulipa kodi za nyumba zao, hawawezi kununua hata nguo ya ndani za wauke zao au za ume zao. Tunao viwete. Na hilo dude hilo lindume hilo linakwambia na wivu na mwanamke wangu, umefanya nini kwa huyo mama? Kama una hela unatakiwa usiwe na wivu. Wasikiwete tunasubiria wakupe watu. Familia, Bwana asifiwe. Petro akamwambia kiwete, akamweleza, akasema, mimi sina cha kukupa, nachotaka kukupa ni miguu. Ni nini? Ni miguu. Ni miguu. Hakuna ambaye hajaokoka hapa, na hakuna ambaye hajajazwa Roho Mtakatifu. Ambaye mna Roho Mtakatifu mikono juu. Nyote hamjainua, nyote mnaye. Na waomba. Masuala ya kutegemea mchungaji ndaniombee, acha. Tumechoka kuwa tunawapa vyetu kila siku. Na kuna wakati fulani hivi naambiaga watu hivi, inawezekana mimi nitakuwa nasali peke yangu kila wakati. Na tunakoelekea, mimi sitakuja kuendelea kusali na watu. Nitakuanza kusali pekee. Huwezi kusali na watu tegemezi. Yaani wanakutegemea chakula, mavazi, pakulala, shule za watoto, vyakula, yaani kila kitu. Unakaa nao wewe. Unakaa nao. Sasa si bora kajenge kanyumba tu polini mbali ukage mwenyewe. Kiwete huyu akakimbia kwenda ndani. Ndio maana nawaambia watakatifu, Bwana asifiwe. Kama una kiwete kiko nyumbani kwako, ni kibinti, ni kivulana, ni kishirika, siku kikipata hera ukioni. Angalia, sikiliza. Kiwete huyu baada ya kupewa miguu, Biblia inasema alikimbia akawaacha kina Petro. Yeye akaingia wapi? Msaidie mtu anayekaa kwako. Ni mtoto wa dada yako, ni mtoto wa shangazi yako, atoke huko kijijini, anakuja kutafuta maisha mjini, mpokee. Atakula vyako. Akishapata kazi, kukutembelea haji, anachokupa, atakachokulipa ni matusi. Ni nini? Mkitaka kujua, someni hapo chini. Biblia inasema kiwete yule baada ya kupona, Petro na Yohana wakakamatwa. Na Petro na Yohana wakakamatwa, wakataka kupigwa viboko. Nini maana yake? Malipo mengi ya hawa tunaowalundika kanisani, ambao hawana cha kufanya, huwa sio mema. Anyoshe mkono mmoja ambaye alilea watu 20, 18 wakamkumbuka. Anyoshe mkono. Umelea watu 20, 18 wanakukumbuka, wanakuheshimu. Yupo? Petro akaona isiwe tabu. Masara kuwa na waendelea kukulea, alafu jo nifanyie kanshuku. Sasa ondoka hapa, katafute vyako. Buse jirani yako, mwambie katafute vyako ndugu. Umekula vya baba yako, inatosha. Umekula vya baba yako, inatosha. Toka.
Nenda katafute. Unajua mzee, haya makanisa yetu haya yanaumiza kichwa kidogo. Kwa nini? Hebu fikiri kwamba sisi ni watoto wa mzee Kamwela, anatuzidi umri, is it true? Yaani wewe unakuja wewe tu na miguu yako na makorokoro yako, kweli yani? Halafu akikuwekea chakula kidogo kwenye sahani unavuta mdomo. Umekuja na nini? Yaani unajua viwete baba wanajua kucomplain. Na kiwete huyu Biblia inasema alimkazia macho Petro na Yohana aone kama atapata chelewesha chai au chakula. Uone viwete wanavyokutizama. Nimesikia pale wanamuuliza David. Nasema kazi unayo baba. Viwete. Hakuna mhangaikaji huwa analalamika vitu vikichelewa. Ukiona una watu munaendesha maisha, wakichelewa kula wanavuta mdomo, ukiwanyima hela wanavuta mdomo, elewa ulionao ni Amen. Najua mtaondoka wengi trip hii. Hapa kubaki kwenye hizi injili za hivi. Kesho tutasali 20. Na mimi naendelea kusoma. Nitaendelea kusoma. Kweli kabisa. Hakuna kitu mbaya. Hakuna kitu mbaya kama kukodoa macho tu. Mwanaume mwenzako anatafuta hela unakula. Mwanamke mwenzako anatafuta hela anakula. Niliwahi kuambia watu fulani hivi. Nilikuwa niko sijui Dar es Salaam, siko na hubiri sijui kanisa gani. Wakaniita ngambia, sikiliza. Mnaniona mimi hapa nilipo? Naondoka na hela zangu. Huko siko watoto wangu. Usishangae na kuja na hela. Nadhani watoto wote wanajua. Wote. Hata ninyi. Siko tayari kula chakula chenu. Utanilisha siku ya kwanza baba. Ni halali mtoto amlishe nani? Siku ya pili natoa matumizi. Kwani najua kula vyakula vya mwanaume mwenzako na kuwa umeolewa. Unajua nilikueleza watu siku moja wakaniona kama mimi mkorofi. Nikamwambia hivi, moja nikuulize maswali. Ninyi mnaopigaga simu Dar es Salaam kwa dada zenu ili wawatumie hela, mnajua kazi wanazofanya? Yaani dada anajipanga pale Manzese kujiuza. Anajiuza na maliza, alafu namuomba hela. Dada nikumbuke, anahenyeka huyu kusiku kucha kutafuta hizo hela. Kupunguzeni simu. Dada yako ameolewa na mwanaume tajiri. Yaani hebu fikiria kitu kidogo. Yaani dada yako anaolewa na mwanaume tajiri. Alafu asipokupa hela unamchukia. Unafahamu hiyo hela unayomuomba anaipataje dada yako? Anafanya kazi gani ili aipate? Yaani dada yako anatakiwa ajibebishe, ajichoshe usiku kucha, apewe hela ukutumia wewe. Alafu na wewe una ndevu. Kweli? Mguse kiwete uliye naye, mwambie injili imebadilika. Imebadilika. Hakuna kitu mbaya kama kufika hatua mnavaliana mpaka blezia. Anasema lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Umetuchosha, simama uende ukatafute. Simama kaolewe. Umenenepea hapa mpaka lini? Hakuna kitu inaumiza pastor. Unajua pastor, wewe unapata shida. Mimi nikiwa nimekaa hapo, ndio maana mimi nachelewa kuingia ibadani. Kwa sababu wadada wengi walioko hapa ni wanene, wamependeza. Hakuna aliyemuoa hata mmoja. Sasa najiulizaga, Mungu, hii taabu ya nini? Mimi niliwahi kuwa na maombi ya kulia kila siku. Watu wakaniona mimi kama nalia sana. Unakosaje kulia? Wasichana wamejaa kanisani hawaolewi. Mwambie msichana ule kanasema toka. Kaolewe. Mungu akupe mtu huko mkagombane. Mimi sio ni shida mtu akigombwa ngumi na mume wake. Chapa ngumi, watajuana wenyewe. Wanangu, ngoja niwaambie, ni heri upigwe ngumi unaye anayekupiga kuliko kukosa wa kukupiga nini? Wewe unacheza. Mimi leo nimemtembelea mzee mmoja kule Makongoro Sichunya kule. Yule mzee ameongea neno gumu sana. Aliniletea chupa ya maji na nimeganywa yote.
Sijamgawia mtu maji. Alivyoniletea chupa ya maji akanipa, akaongea maana akasema mke wangu wa kwanza alikufa. Nilibidi nimwambie huyu dada aje tukae pamoja tuendeshe maisha kwa sababu hela zenyewe hazipo. Unajua neno ni gumu sana. Unajua wa kawaida ukilisikiliza ni la kawaida. Lakini ni ndo ukweli. Na kuoa sina kitu. Tuliza kichwa, na wewe kwenu hukuwa nazo. Ukae hapa. Sio nishakuona leta sabuni, leta hiki. Wewe umezitafuta. Mazingira ya kanisa yanahitaji watu waambiwe ukweli kwamba viwete walioko kanisani, viwete vya wainjilisti, viwete vya walimu, viwete vya mitume, viwete vya manabii, viwete vya wachungaji waanze kuondoka kanisani, walete watu. Mnataka tuwagawie sadaka ambazo hamjaleta watu wa kuzileta? Hivi unajua kuna watu wanataka tuchukue sadaka za kanisani ambazo hawajazitoa wao, hawajaleta watu wa kuzitoa, tuwagawie kweli? Basi hata kama tunawagawia, omba basi waombee hao watu waliozitoa. Lipo tu kuleta umbea kanisani, nilikiwete lipo kazi yake ni umbea tu. Ni umbea, utamkuta amenuna asubuhi, utamkuta amenuna jioni, akitoka hapa atakwenda kumsema fulani, akitoka pale atasema hiki. Na anataka nini wanangu? Sadaka. Ukimnyima sadaka na mchungaji wa siku hizi wanapenda hela. Wewe umezileta lini? Umetoka kwenda kuzitafuta lini? Anayetakiwa kuzila ni yule aliyekwenda kaleta watu, wakaleta sadaka hizo. Petro anamweleza kiwete, sitakupa chochote zaidi ya nitakachokupa ni hiki, simama nenda. Biblia inasema akamshika mkono wa kuume akamwinua, mara nyayo zake na vifungo vya miguu yake vikatiwa nguvu, akaondoka upesi, akasimama, akaanza kwenda, akaingia ndani ya hekalu pamoja nao, akienda akirukaruka na kumsifu Mungu. Watu wote wakamwona akienda akimsifu Mungu, wakamtambua ya kuwa yeye ndiye aliyekuwa akiketi na kuomba sadaka penye mlango mzuri wa hekalu. Wakajaa ushangao, wakastaajabu mambo yale yaliyompata. Sikiliza niwaambie, hakuna atakaye kushangaa wakati unavaa pea moja ya nguo. Ni mpaka utakapoanza kwenda ukabadilisha maisha, vitu vikabadilika, ukawa na gari nzuri, ukawa na nyumba nzuri, ukiwa na kazi nzuri, ndo watu tutaanza kushangaa, ni kitu gani huyu amepata-pataje, amefanya-fanyaje? Lakini wewe mvaa suti moja, kaunda suti moja, kiatu moja, ukishapita mtaa wetu mara ya kwanza tunajua nywele zako zinalaliaga huko. Hatuna shida. Familia, kanisa letu ni lazima watu wetu waambiwe ukweli kwamba wanatakiwa kuwajibika kuhakikisha wanasogeza maisha yao. Kamwera, leo nimetembelea mtu mmoja ametupa kiwanja cha kanisa. Msitegemee kila kanisa litapewa. Kwa sababu kuna watu wengine wanafikiri kwa sababu Kamwela mmepewa hii kanda, mmepewa kiwanja, basi kila kanda itapewa. Ebu hizo fikira ondoa. Usifikiri kwa sababu binti Zena anasafiri na Bishop na mimi ni msichana nitasafiri na Kamwela. Na nataka nikwambie, utatumia muda mwingi sana. Lazima kila mmoja wetu awajibike. Tena sio kidogo. Aondoe ukiwete kwenye kichwa chake. Aelewe kazi ya kusababisha maisha yake ni ya kwake. Na hii ijulikane kabisa. Vijana wetu hawa ambao hawajaoa, wengine ndio wameoa, waambieni, mkizaa watoto mkawaleta kwa babu amtake yeye. Sio na kuna shida hapa. Ngoja niseme. Huku ni Chunya Najua hapa ni mjini ni vijijini. Mimi hata sielewi. Hapa ndo mjini, hapa ndo kijijini. Mjini ndo hapa. Pako hivi. Kama mjini ndo hapa, Yesu atusaidie. Haya. Ni wangapi watoto wenu wako kijijini kwa mama? Mikono juu. Nataka niwaombee mpate hela mweze kuwatunza. Amen. Wa kwanza, wa pili,
watatu, wanne, watano. Naomba msimame, mje mbele niwaombe. Simameni uliko tu. Hata ukisimama hapo ulipo tu, simama tu ulipo. Simama tu ulipo. Wewe simama, watoto wako wako kwa mama yako. Simama. Amen. Wangapi leo mmekula nyama? Nyosha tu mikono kama umekula nyama leo. Nasema wale ambao wameacha watoto kwa wazazi. Wangapi mmekula nyama leo? Wangapi mmeshiba? Naomba nisikilize vizuri kidogo. Eti wewe umekula nyama, una uhakika mwanao amekula nyama? Anasema una uhakika. Jambo la pili, wewe uko kanisani unasikiliza neno la Mungu, mwanao anasikiliza sasa hivi? Dada, si unaona ulivyo mweupe? Wewe una uhakika mwanao kaoga leo? Hujui. Aya, eti dada, una uhakika mwanao jana amekula? Huna. Ngoja nimuulize ile. Eti dada, jana ulituma nyumbani 20,000? Juzi? Wiki jana? Hapana. Ngoja muangalie. Dada, jana ulituma hela nyumbani kwa mama? Aliondoka jana. Leo kara? Hujui. Kadada, na wewe kule leo alienda lini wewe? Anasomea huko huko. Na wewe huko mjini huko. Huko kwa nani? Kwa mume wako Kabisa unakumbatiwa na ujui mtoto anaendeleaje. Ketini niwaambie neno sasa. Ketini niwaambie neno. Hebu angalia. Alafu tukianza kuombea watu mnasema watoto wana mizimu ya bibi. Huyo mtoto huyo atakosaje mzimu? Urudi kwenye kanuni. Nimewaacha sana Eti dada, simama wewe mweupe. Njoo nikutolee mfano. Njoo mami. Ni hivi. Mwanamke anaweza akawa yuko mjini, anakula raha, anakunywa, anafurahia. Mwanae anakuwa shakola. Na sio mwanamke tu, hata viko ndume zingine ziko hivi. Eti sweetheart, samahani nikuulize maswali. Unisaidie tu. Wewe ulilelewa na nani? Na baba na mama. Na mwanao analelewa na nani? Na baba na mama. Baba na mama yupi? Babangu mimi. Baba yako alikuoa lini? Hamna. Wapo kwa wazazi wangu. Unajisikiaje? Sijisikii furaha. Unajua ni kwa nini umeamua kumwacha kule? Ukiwete. Yaani hapa, ngoja niwaambie kitu. Hebu waza, mama aliyekulea wewe na baba aliyekulea wewe. Leo analea mwanao. Hayo yote chanzo nini unajua? Uvivu wa kutoambiwa ukweli ibadani. Kwamba kabla hujawa na chako usizae. Kama aliyekuzalisha kafa, pambana na watoto wako. Anayetaka kukuoa akuoe na bendi zako. Hataki aachane. Sasa mami, sasa umeshaolewa huko mjini? Ndio. Umelala kwenye kitanda kizuri? Kwako unajua anamelala wapi? Unalala kitandani. Wazee, mmeona tunavyoteseka? Mnaona? Yaani usishangae na matibabu anatoa babu. Na mavazi ananunua. Ndio maana wanawaeleza mkiwa kanisani, ondoeni viwete. Kamwambie mume wako hivi, nataka mwanangu aje hapa. Usijisikie furaha. Unakula, unafurahia, unalala, unasinzia. Mwanao ujui yuko. Shida yenu makanisani mnaambiwa Yesu anakuja. Yesu atakujaje umetelekeza watoto nyumbani? Na Biblia imeandika yeye asiye watunza wa kwake ni mbaya kuliko asiye. Kwa sababu ninyi ni familia yangu. Siruhusiwi kuwaficha. Nikiwaficha nikawahubiria pokeeni baraka, baraka haitakuja. Wakati rutoto ulioruacha nyumbani runalia, huwezi kubarikiwa mama. Huwezi barikiwa. Huwezi kabisa. Petro akamweleza kiwete, nenda, amka uende. Tumechoka kukulelea watoto.
Hivi leo kama baba yako akafa sasa hivi na mama yako akafa, mtoto analelewa na nani? Na mmeenda mbali sana. Yaani eti mwanaume anayetaka kuoa anakataa watoto aliokukuta nao. Anakuambia mimi sioi mwanamke na watoto. Umeshakuwa mtumba, kubali uwe mtumba tu. Uuzwe kama ronya ronya. Unajua wadada hawajajua kwamba kishazalishwa tu ukatupwa mtaani, wewe ni used kama kakiziba tu. Mtumba kama mtumba mwingine. Na ndio maana mimi wakati nataka kuoa sikutafuta msichana. Nilitafuta used kama mimi. Mimi nimetumika huko nikapata vitoto vyangu vingapi? Wakati nataka kuoa nilitafuta mtumba mwenzangu. Kabisa. Hivi mimi ningetafuta mwanamke ambaye hana mtoto, si ningemsumbua tu. Vitoto vitatu kinataka karo, mwanamke anaona kabisa hela umezitafuta, umepata milioni 2, unalipa karo zako. Yeye hana wa kumlipia karo. Sasa nikaona isiwe taabu. Natafuta mtumba mwenzangu, ninapolipa karo na wakwake niwalipie. Kwa sababu hebu acheni, mnatuchosha. Mkiondoka kwenye semina hii, kila mmoja aenda katafute kazi. Tafuta kazi, fanya. Acheni kuwa viwete. Tutakusaidia mpaka lini? Familia, Bwana asifiwe. Nataka niwaulize, mnataka tuwasaidie mpaka mwaka gani? Na mbaya zaidi sasa, usipowapa vitu wanakukazia. Nina mtu analaumu, mtoto wa shangazi yangu pesa anazo lakini hatukumbuki. Alizitafuta mkiwa wapi? Si mtafute na ninyi. Yaani mtu anapiga simu kwenye hela zako alafu anakulalamikia. Hela ni za kwako, sio zake. Na analaumu hela sio za kwako, lakini namaanisha nini? Kama nyanda za juu kusini, ni lazima mjue jambo kwamba mna wajibu wa kuhakikisha hamuna vifungo vinavyowafunga. Kati ya vifungo vitakavyowafunga msifanikiwe ni kuwaacha watu kanisani awazalishi choo. Kifungo namba 1 cha kukemea na kukiombea ni kuwa na washirika wasio na kitu. Washirika wanaokuja kanisani, sadaka wanayotoa 1,000, umeme uliotumika 30,000, kanisa litaendelea? Unaona kanisa zima hili lilioko hapa sasa hivi, kawaulize kila mtu hapo mwenye kazi anyoshe mkono. Mwenye kazi ya uhakika kwamba bwana nina uhakika wa kupata milioni 2 kwa mwezi, anyoshe mkono. Hakuna. Haya. Halafu mimi nimeshangaa na leo mmeleta kikapu. Kwanza nilikuwa nataka nimtandike kofi huyu jamaa. Basi tu. Msirudie kufanya vitu nikiwa nimehubiri mimi. Acha. Nisiwaone. Mkinialika siku yote, msiweke kikapu mbele mpaka naondoka. Huwezi kuambia hawa ambao hawana kazi watoe sadaka, wanazitoa wapi? Unataka wakadange? Maana watatoka hapa wakadange usiku ili watuletee sadaka kesho. Kuna wengine akitoka kanisani kama hivi anaenda kumng'ang'ania mume wake. Na mimi naenda kutoa sadaka kwa ile mchungaji. Anamng'ang'ania mwanaume mpaka anamkoromea. Mwisho mwanaume akimpa hela za chakula, anaiba 200 ndio analeta sadaka. Ninyi njoo ibadani, sali, rudi. Ukikamua ng'ombe ambayo hujampa mashudu, ni tati. Ng'ombe ambaye hajalishwa hanaga maziwa. Nataka kila mmoja wenu aende atafute kazi. Kuwa na chakula. Wanangu, Bwana asifiwe. Mimi nimefanya kazi nyingi sana, Mungu anisaidie. Na ndio maana mara nyingi naonekana kama ni tajiri. Mimi unayeniona nimefanya kazi za ndani. Nyumba 3. Kazi za ndani, nafua nguo za watoto, naosha watoto, napika chakula, nanyosha nguo za watoto, na wapeleka kazi shuleni. Nyumba moja tu sitasahau. Na hiyo nyumba ilikuwa ya mwisho, sitafanya kazi za ndani tena mpaka kufa kwangu. Nafanya pale nyumbani, napiga deki kule chumbani. Mimi mpaka leo nyumbani napiga deki. Mimi huyu napiga deki. Na mimi ndo nimemfundisha mke wangu kupiga deki. Alikuwa hajui, mke wangu anajua wapi.
nilikuwa napiga deki nyumbani, chumbani. Mwanamke wangu alikuwa hawezi kuosha chooni. Chooni. Kama unavyoona choo tunazotumia. Yaani mtu anaenda chooni akimaliza hataki kupaosha. Wakati yeye mwenyewe atakuja. Nyumba moja tu. Nilienda kwenye ile nyumba kufanya kazi kwa yule mama. Kufanya mwaka wa kwanza, mwaka wa pili. Ule mwaka karibia watatu ule. Yule mama nimekaa naye miaka yote. Tangu mwaka wa kwanza katikati hakuwahi kufua nguo yake ya ndani. Sasa kipindi kile miaka ile tulikuwa tutumii pedi. Pedi si mnazijua? Wangapi mnazijua pedi? Nyosha mikono. Amen. Tulikuwa tutumii pedi kipindi kile. Wanawake walikuwa wanatumia vitambaa, wanakata vitenge vile ama kanga zile, wanaitengeneza, unafua, ukimaliza, unaanika, unanyosha, unasubiri mwezi mwingine. Kwa hiyo mimi ndo nilikuwa nafua nguo zake. Namfulia, namwandalia, namnyoshea, namwekea hapo. Nafanya hizo zote lakini bado nakuja kula chakula kwa shida. Ananitesa. Sikulipwa mwaka mzima. Sikulipwa kabisa. Siku moja akaingia kwenye siku za wanawake. Sasa hapo mimi nimeshafurwa. Sitaki tena. Mimi ndo natandika chumba, napikia watoto. Ndio maana ninyi wa mama kila mmoja afanye kazi yake. Yaani yule mama akaingia kwenye siku za wamama. Nimeshapanga kuondoka, sitaki kubaki kwenye kazi ile tena. Nishajiandaa kwa sasa, nataka kufanyaje? Ila siondoki mpaka nimeacha tukio. Mpaka nimefanya tu. Nikaenda kule ndani, nikakuta na hela ameweka milioni 5. Zile 5,500 za Twiga zile. Wengine hawazijui hapa, wengine ni wajana tu. Na zile 1,000 zile kubwa nene. Nikakuta ameziweka, nikazichukua zile milioni 5, nikazitoa ndani, nikazificha kama kule. Kipindi hicho sijaokoka. Na hata ningekuwa nimeokoka ningezichukua tu. Umeona? Nikaenda nikazificha kule. Nikawaza nitafanyaje? Yaani niache maumivu hapa. Mimi nilikuwa nakula nje. Yaani unawapikia wewe, ukimaliza kuwapikia wewe, unatakiwa ukale na ule wakimaliza kula. Ndo ule. Nikaenda nikatafuta pilipili, nikatafuta upupu. Yule mama akaingia kwenye siku zake, amemaliza kama leo, kesho anaenda kazini. Na yule mama alikuwa na wakati mgumu sana, akiingia kwenye siku zake, tumbo linauma, anatoka damu mabonge. Si mimi ndo nafua na viona? Umeona? Kilichotokea cha ajabu sana. Nikatafuta pilipili, nikatafuta upupu. Nikachukua maji ya pilipili zile nyeupe ambazo zimekomaa kabla hazijaiva zile. Nikazisaga, nikafua chupi zote kabatini. Nikaziroweka na maji ya nini? Na pale katikati pale nikasigina pilipili ya kutosha. Siwasimuli, nitawasimulia kesho mkija. Pigie Yesu makofi kama unampenda. Pigie tena makofi. Nimeteseka, msinione niko. Unajua kuna watu wakiniona niko hapa. Sikiliza baba. Kuna watu wakinionaga niko hapa nimesimama. Wanajua huyu bwana amekuwa tajiri miaka mingi. Wewe, nilikopita ni kugumu. Yule mama akaenda kazini, akarudi. Mimi nimeshafua, nimechukua pale katikati hapo, nimeweka pilipili na nimeweka upupu. Na vile yule mama alikuwa kibonge kama alivyosema dada Mage. Alikuwa mnene, akitoka kazini anavaa hii nguo mnahitaji hii. Dera kama dera likubwa. Sasa kwetu kulikuwa anasoma tizara bile zile. Anavaa hivyo, akishalivaa ile nguo, hatoki tena, avai nguo ya ndani mpaka kesho asubuhi. Namjua. Bwana akaenda, akaoga, akavaa, akaja sebuleni ni kuangalia TV, kwenye yale ma TV manene yale ya chogo yale. Yenye machogo sio kama ya sasa hivi. Kumekucha asubuhi na Mungu asivyokuwa Athumani. Akaamka amechelewa. Ameangalia tamthilia, muda umeenda mpaka saa 8. Akachelewa kuamka. Alivyoamka akakimbia bafuni, akaoga, akamaliza kuoga, akaenda. Chupi nilikuwa nampangia mimi za kwenda nazo kazini. Alikuwa anaendaga na 5. Kwa hiyo naweka kwenye mkoba 5, moja ya kuvaa naweka hapo.
Akaenda bafuni akaoga, akamaliza, akajipaka mafuta, na yule mama naye kwa mjinga. Si ungevaa tu nguo ya ndani kwanza kabla hujaweka ya juu. Akavaa akamaliza, mwisho akavaa ile nguo ya ndani akavaa, huyo akaingia kwenye gari yake, zile RAV4 za nini zile za gia, sio za auto zile manual. Akaingia kwenye ile gari. Sasa mtu mnene akivaa nguo haiendi jumla. Kwa hiyo alipoingia kwenye gari ndio ikazama. Ilipozama ile nguo akasikia amewashwa kidogo. Sasa kwa sababu anaendesha gari haoni shida, akaweka mkono akasogeza kama anajikuna. Kumbe anaposogeza ndio anaiambia pilipili karibu. We, sahau. Sasa kadri anavyoendesha anawashwa. Yeye anajikuna, anajua kuna kitu kinamfanyaje. Kumbe pilipili panaloana. Na humu ndani kulikuwa kumebaki maji. Pembeni kulikuwa na maji. Wewe upupu kujumsha pilipili na maji. Sasa akajikaza na tia gia, kana anavyotia gia nguo inasogea. Alipofika kazi, alikuwa anafanya kazi TCCR. Alipofika kazini akachukua mkoba wake akakimbilia chooni, avue ile, anawe, avae ile. Kutia maji. Upupu kutia, akavua hiyo, akavaa uliyovaa ndo new. Wewe yule mama alijikuna akavimba. Chupa kama hii yote kahamia huku. Chupa. Wakapeleka hospitali. Pima hakuna ugonjwa. Mume wake alikuwa mpelelezi polisi. Wakaja naye, wakakaa, wakamrudisha nyumbani. Walipokuja, ila mapolisi wabaya sana. Mtu polisi mwache tu. Ametafuta kinachosumbua mke wake ni nini. Hawajui. Yule bwana polisi. Achana na mtu anaitwa polisi. Yule bwana akaingia kwenye nguo za mke wake, anafuatilia. Akafikia zile chupi zingine ambazo nimeweka wapi? Kabatini. Anaangalia akaona kama vinyoya fulani hivi. Akaweka ulimi. Ukawashwa. Walinichapa mpaka nikawa kekundu huku. Walipomaliza, sijui yule bwana alikosea wapi, akaniacha sebuleni, aende ndani arudi aendelee kufanyaje? Nikakimbia nikasema kulikuwa na udongo kama unasema nimewakomesha na hera nimechukua. Kwa nini nimewasimulia? Ukiwa kiwete utafanyiwa kila kitu, lakini utakuwa wa ajabu. Fika sehemu, fanya wasa yule mama amepitia lilo tatizo kwa sababu hataki kufanya. Hataki, yupo tu. Na kuna watu mko hapa hamtaki kufanya chochote, mmekaa tu. Ni kiwete tu, huwezi kutafuta kazi, huwezi kutafuta hela, yani umekaa tu. Yani sijui mkoje. Amka, fanya kazi. Mbona mimi nimefanya kazi za ndani? Mimi nimeuza pipi za swani eti. Huyu naniona huyu? Mimi mnayeniona hapa nimekaa na ninyi. Msipofagia nafagia. Kwa nini? Sio kiwete. Mkiwa viwete mtataka mfanyiwe kila kitu. Badilikeni, anzeni kufanya vitu wenyewe. Bado mna nguvu. Bado na kanisa letu ili liendelee. Ni lazima kila mmoja wetu afanye kazi. Lazima. Familia nyingi zinapitia magumu kwa sababu, mniruhusu sasa niwasomee haya. Haya ni ya huku, haya nimeandika mimi. Si ndio hivyo? Sauti ya shangwe kanda nyanda za juu kusini. Mimi ni baba yenu, nakiri hilo. Lakini mimi sihusiki na maisha ya mtu yeyote isipokuwa kuwaombea tu. Kwa hiyo kazi yangu nitawaombea na ninyi mtatafuta maisha. Nikikuombea ukakao umezizima hapo, utabaki hivyo mpaka kuzaliwa kwa Yesu. Kazi yangu ni kuwaombea. Kazi yangu si kuwapa hela. Iwapo nitawapa hela, nimewapa kwa mapenzi yangu, sio haki yenu.
haki yenu ni kutafuta. Hiyo ni haki yenu. Nimefundishwa na malaika mara nyingi akiniambia umepewa kipawa, usipokitumia kitajitumia. Umepewa kipawa, usipokitumia na hapa niligundua kwamba katika mazingira ya maisha yangu nilionayo ni kwamba nyanda za juu kusini muna masaa 24 ya kuzalisha. Hakikisheni amkai kwenye mlango wa mzuri kusubiri, toka mwende mtafute. Mkisubiria watakao waletea hamtapata. Mkitoka kwenda kutafuta mtapata. Marehemu bibi yangu alinilea, aliniambia mbwa mkabule si sawasawa na mtembea bule. Anaambia yule mbwa akaaye nyumbani bila chochote atashinda njaa, lakini mbwa anayeweza kutoka na kwenda anaweza kaokota mfupa. Toka mwende mtafute. Kuna mama nimewaona hapa wanachimba, wanaenda kwenye maduala. Wapigie makofi wa mama wale. Wanangu nisikilizeni, nenda mkachimbe. Mungu aliyenitoa kwenye umaskini atawasaidia. Yeye alinitoa kwenye shida na taabu za maisha. Wanangu, Bwana asifiwe. Mimi sio maskini. Yasikudanganye mtu, sio maskini. Naweza kuishi na maskini, lakini mimi sio. Baba, naweza kulala popote, kula chochote, lakini mimi sio. Narudia, sio. Kwa sababu ninyi ni watoto wangu na mmekusanyika kwa ajili yangu kunisikiliza kama baba yenu. Na si sana ndani ya mioyo yenu na nipate nafasi mnaponisikiliza ya kwamba sisi kama kanisa la Sauti ya Shangwe tunawajibika kuhakikisha kila kaya na kila familia inajitafutia mlo wake yenyewe. Nimeandika nikasema, ni kweli mna baba mpole anaitwa Jadili Kamwela. Yeye na mama na mke wake wanaweza waonekane mbele yenu ni watu wema sana, lakini leo ngoja niwaambie, ni wema iwapo mna vyenu, si wema iwapo hamuna vyenu. Mkitaka wawe wema sana muwe na vyenu, mkitaka wasiwe wema mkose vyenu. Kanisa la Nyanda za Juu Kusini, ni kweli kabisa mimi kama baba yenu na makao makuu twaweza kuwasaidia, lakini msaada wetu na uwe kidogo, wenu uwe mkubwa. Bwana asifiwe. Kwa nategemea kuwakuta mmejenga wenyewe, mmejinyima wenyewe, mmefanikisha mipango yenu wenyewe. Kiwete aliyekuwa pale kwenye mlango wa mzuri, nimfananishe na baadhi ya washirika wa kanda za Nyanda za Juu Kusini. Wale wanaotaka kushinda nyumbani, wanaangalia TV, wanasikiliza redio, wanapata hela za kununua vosha kufanya umbea, hawapati hela za kuanza biashara. Uliwahi kuta mtu ambaye anapata hela za kuchati, hapati hela sadaka? Uliwahi kuta na mtu ambaye anapata pesa za kuangalia TV, kununua nguo ya kuvaa, lakini hawezi kuanzisha biashara ndogo? Kwa mamlaka niliyopewa na Bwana kwa ajili ya kanisa la Sauti ya Shangwe, na waagiza kwa moyo mmoja na uliojaa upendo, watu wa namna hii wafundishwe kufanya kazi kwa mikono yao ili wawe nacho cha kufanya. Anaandika Paulo kwenye kitabu cha Waefeso sura 4, anasema, kwenu asiwepo mwibaji, bali atende kazi apate cha kuwagawia wahitaji. Hakikisheni mnafanya kazi. Haya maisha ya fulani anakupa kila kitu kila wakati, anakupa yeye, mwishowe atachoka. Hata Petro vilimcho. Nimewaambia wanangu wazuri, wajukuu pamoja na watoto niowazaa kiroho, wako ambao nimewapaka mafuta mimi na wako ambao wamepakwa mafuta na watoto wangu. Kipawa ulichopakiwa mafuta ni cha kwako na Mungu, si cha kwako na baba yako. Nenda kakipeleke kwenye field kifanye kazi. Tumekupaka mafuta Devi, kafanye kazi brother. Kahubiri. Mimi baba yako sirimi, na hubiri, natumiwa sadaka, napewa sadaka. Hubiri na wewe utapewa. Njia alizopita babu na wewe utafanyaje? Utapita. Nachelea kusema watu wetu wote walioko kanda ya Nyanda za Juu Kusini wafundishwe, na wakishafundishwa watie bidii. Imenenwa kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 28 mstari wa 1, Biblia inasema,
Iwapo mtamsikia Bwana kwa bidii kufanya na kutunza na kutenda, mtabarikiwa shambani, mtabarikiwa mjini, mtabarikiwa mgodini, mtabarikiwa madukani, mtabarikiwa ibadani na mtabarikiwa majumbani kwenu. Lakini kama mtakaa bila kutenda na kufanya hamtafanya chochote, wala hamtabadilika. Hamtabadilika kabisa. Nimeandika nikasema, Chunya muna neema, mumezungukwa na migodi na mmezungukwa na maeneo yenye migodi. Jifunzeni kila mmoja wetu kuwekeza. Familia yenye vijana wenye nguvu wasikae mtaani, washinde mapolini. Washinde. Sikiliza, humu amulimi, huku mnatafuta dhahabu, tafuteni nini? Dhahabu. Kama kuna eneo natamani niliseme kwa kina ni hapa. Petro alipomkazia macho kiwete, yeye kiwete alitegemea kupata. Na hii ni kasumba inayoharibu kanisa. Wachungaji wengi wanahama makanisa yao kuja kwetu kwa sababu eti hawajawahi saidiwa na askofu, wakati na wao hawajawahi kumsaidia. Yaani, mchungaji, mimi nashukuru sana kwa Kamwela, ananitumiaga chakula. Yes, anatumaga mahindi kule nyumbani. Mungu akubariki baba. Kabisa. Kabisa. Sikiliza. Si kwamba kunitumia ninahitaji sana. Hapana. Lakini nikiuona mkono wa mtu umenyoshwa kuniletea, kwangu ni baraka. Nachelea kusema Kamwela umepewa jukumu la kuitunza nyanda za juu kusini. Utakutana na vibaka wengi, nikiwa na maanisha viwete. Wachungaji watakao kuja kwetu kujiunga nasi, na watakuja kwa maneno malaini, na watakukazia macho, wakitegemea uwape usajili, uwape barua kwa ajili ya kuendesha kufungua makanisa. Mwanangu, kuwa makini, hawa ni viwete. Mwakataeni. Kanisa lenu yawezekana lina wanawake ambao wamezaa watoto wakiwa nyumbani. Wafundishwe wa mama hawa kuchukua watoto wao kukaa nao. Mzigo wa watoto sio wa wazazi, mzigo wa watoto ni wa kwao. Haya mambo ya kuacha watoto wasomeshwe na mama ndani ya kanisa hili yafe. Asiyetaka kuchukua watoto wake akae nao ahame. Hatutaki laana ibadani. Kama mnataka mvune lawama na laana, na kama mkijua kuna mtu ambaye ameacha mtoto kwa wazazi, kila mwisho wa mwezi Kamwela muite mara uliko muulize, umetuma hela nyumbani? Mimi ninaishi na binti ambaye ananisaidia kazi kila siku. Yule pale, mama yake na baba yake, hata jana usiku amenipigia mama yake. Kila akinipigia simu ananibariki. Huwa anafanya hivi: kabla ya safari nitamtumia pesa, baada ya safari nitamtumia, na nikituma pesa namwambia Zena amekutumia pesa, Zena amekutumia pesa. Yule baba na yule mama wananambia hivi: nenda kwenye kazi yenu ya injili, Mungu awalinde na mabaya, Mungu awafanikishe zaidi, ninyi ndio msaada wetu. Mnasikia hayo maneno? Wewe mwenzetu uliyetoka kwenu bila kutuma chochote kwa wazazi, wamekwambiaje leo? Kuna watu hamwezi kuombewa na wazazi kwa sababu hamwapi choo. Na ngoja niseme, wazazi wote na mimi nikiwepo, mtoto anayekupa kitu kizuri ndo naye mbariki sana. Sio mimi tu. Hata Yakobo alibarikiwa kwa sababu alikuwa anakaa na nani? Hata Esau, mzee Abrahamu anamwambia, mzee Yakobo anamwambia, nenda kanitafutie chakula kile ninachokipenda, nikila nije niburudike. Nifanyeje? Sisi kama mnataka kanisa letu liende, ondoeni mikosi hii. Msiogope kusali watatu mkiwa matajiri. Jamani, hiyo makao makuu mnaijua? Si mmesikia mnatajiwa makao makuu kule kwetu? Si mmesikia Hakuna watu wengi kama hawa. Eti hapa ni wengi? Hapa si ni wengi? Eti sawa, kule ni wengi kwa sababu wanakuja wanakutoka mara nyingi. Lakini mimi nachunga watu wasiopungua 100. Kwa nini?
Ukichunga kanisa lenye mikosi, lenye laana nyuma, lenye laana usifurahie kuchunga kanisa la mtu ambaye ametukana mama yake. Yaani uko ndani ya kanisa unachunga, unakaa kiwete fulani akasalimii mama, akasalimii baba, kana watukana tu. Hilo kanisa halitapiga hatua. Na mbaya zaidi, watu wa design ndo wanachaguliwa kuwa viongozi. Unamchukua mtu ambaye hatumi matumizi kwa mama yake, amemterekezea watoto huko kijiji. Wapi? Alafu ndo mzee wa nini? Hilo kanisa linakuwa. Ndio maana mnaandika mnasema kwenye kitabu cha Timothei na Tito, anasema mzee au shemasi asiwe anayelaumika. Unamweka mchungaji awe mchungaji, ametelekeza vitoto kijijini, lawama ziko nyuma. Nyanda za Juu Kusini, mmejariwa na mmenipata tena. Naamini jambo moja, dumuni katika maombi na muendelee kuwa wamoja. Lakini umoja wenu ujengwe katika msingi mzuri wa kila mtu kuparticipate, kila mtu kuhusika. Najisikia vibaya sana nikikuta mtu anasema nakosa nauli ya kwenda ibadani, na ni mwana sauti ya nini? Familia, Bwana asifiwe. Hebu nyanyua mikono, sema Bwana Yesu, tuepushe na umaskini, tusije kukosa hela ya kuja kukuabudu, tusikose pesa ya kukujengea nyumba, tusikose pesa ya kulipa karo za watoto, tusikose pesa ya kununua mavazi mazuri, tusikose pesa ya kwenda saruni tukapendeza, kwa ajili ya familia zetu, katika jina la Yesu, amen. Mwisho, Kamwela mwanangu, ninajua wewe ndo baba katika mji huu na katika kanda hii. Jifunze kuwa na kila kitu wakati wote, kwa sababu saa yoyote unaweza kuitwa sikiliza. Yaani Kamwela, na kuombea kutoka moyoni. Yaani hili sijui nasemaje. Yaani wewe babangu, ngoja nikwambie, katika watu wenye tabu namba moja, unaona mtu uliyekaa naye anaweza fika kwake akaumwa, akakutaka kama kaka yake uende kwake ulishe familia. Jitahidi kutafuta hela kwa udi na uvumba. Na unawaona wote walioko hapa, wakishindwa wanakuja kwako. Tafuta hela, na njia ya wewe kupata hela ni nyepesi tu. Wahimize hawa wawe na hela, wanazokuletea usiri zote tunza kidogo, siku ya kiwakuta tumia hizo. Mimi sijawahi kula hela mwanangu yote, hata siku moja. Ukiniletea 100,000 jua ninakula 80, 20 nafanyaje? Nasubiria siku yako ya mapito. Najua tutakuja kunipigia baba, leo sina kitu. Natuma hiyo. Wahimize hawa wawe na kitu cha kutoa mbele za Mungu na wakuletee wewe. Siku akikuletea usile zote, kula kidogo, zingine tunza akiba. Baba, mimi nimekutana na kisanga. Dada mmoja aliniletea sadaka 1.5 milioni. 1.5 akanipa, nikaweka madhabahuni pale. Wakati nataka kuitumia, Mungu akaniambia usiitumie, iache mwezi mzima ikae. Nikachukua ile sadaka nikaenda nikaficha, nikasubiria mwezi wa siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4, ya 5. Siku ya 5 nikawa na shida. Yaani ile shida, unaijua ile shida Wai, nilikuwa naitwa mahakamani, sijui kama sikumbuki. Sasa natakiwa nichukue pale 100,000 tu nitumie, baadaye nije nifanyeje? Nirudishe. Nikaenda nikachukua 100,000 pale. Yule dada akanipigia simu, akanambia, baba, nilikupa, yaani ile nimemaliza kutoa 100,000 nimeitumia, dakika 20 hazikupita, simu ikafanyaje? Baba,
mimi nilikuletea sadaka yangu. Tena basi apige vizuri, nikuletea sadaka yangu, ukaniombea, ukanambia nikienda Tanga kuchimba madini nitapata. Sasa nimekwenda, maji yamejaa, kumeporomoka, kwa hiyo mimi nimeona sadaka yangu unirudishie. Na nimekula. Mwenzangu unafanyaje? Nikanyanyua simu nikamwambia sadaka ipo kanisani, njoo uchukue. Mimi siwezi kuja huko, uitume tu. Nikamwambia dada, sadaka ulitolea wapi? Hapo napiga hayo mambo yote, natuma vimessage kwa watoto angalau wanitumie raha. Yaani hayo mambo yote uifuate. Yaani hayo yote nilikuwa nachelewesha muda, afanyeje? Nikamwambia uifuate wewe. Hiyo sadaka yako uifuate. Uifuate wewe. Siku ya kwanza ikapita, ya pili ikapita, ya tatu sijapata laki. Ya nne, bahati nzuri sijui ni nani akanitumia milioni 1. Nikachomoa haraka. Nikaweka laki. Nikampigia simu. Sasa hapo nazunguka. Nilikuwa na kiti nimevigawa juzi. Kile kiti kile kikubwa kile mnachoonaga. Nilikuwa nimekigawa juzi tu. Nilikuwa nazunguka kwenye kile kiti. Nikaanza kuzunguka sema, "Njoo chukua hela yako." Napiga simu sana. Napiga simu namwambia anakata. Nikimwambia anakata. Nikimwambia anakata. Mwisho nikaachana naye nikaenda kulala. Asubuhi nikakuta gazeti la Nipashe kwenye simu. Refu message. Mimi ninajua wewe ni tapeli kama matapeli wengine. Kwa hiyo pesa siitaki tena. Kwanza nimekatazwa na mama yangu kwamba sadaka ikishaenda madhabahuni haihitajiki tena. Kwa hiyo najua mimi nimepoteza hiyo sadaka, nimemwachia Mungu. Nilinyanyuka nikasema simu, asante. Kama umemwachia Mungu, nikaivuta tena nikaileta madhabahuni nikasema wewe ni mali ya Mungu. Nikaira kamwachia, na nisingekuta message nisingekula. Na maanisha nini baba? Usiamini mtu akikuletea kitu kanisani ukajua akakupa. Wakitingwaga wanaru. Mungu asivyokuwa Asumani. Amen. Dada yule bwana mgodi umeenda akakaa akarudi Dar es Salaam akahitaji kwenda kule. Alipofika kule maji yakakauka. Chimba siku zile nilizokuwa nimemwambia. Unajua Mungu bwana anajua kuokoa watu. Nilimwambia baada ya miezi mitatu ikipita, siku ya 10, yani miezi mitatu na siku 10, utapata mawe, utauza, utalipa madeni unayodaiwa yote. Bwana we, siku ile kapata mawe bwana. Ameshanitukana mimi ni nani? Akalipa madeni yote yakaisha. Mungu alivyo mwaminifu, kalipa madeni yote. Era zote zikafanyaje? Sasa anabidi arudi kwangu. Nimtabirie tena lini apate. Sasa hapo vipi? Alitafuta mbinu akapitia kwa mama yake. Mama yake akanipigia simu, akaja, ndo niligonga bingo. Ila kwa kweli ile sikuagizwa na Mungu, ukweli kabisa. Ile niliagizwa na Mungu ile kweli ile? Hapana. Ile nilitamka mwenyewe. Akarudi kanisani nimtabirie. Nimwambie lini atapata, na nikamwambia ulipata ngapi? Pata milioni 300. Okay, nyumba yako iko sawa. Mbona unataka ukachimbe tena? Akasema nipe masaa 2. Akaenda, nikanyanyuka, nikaenda kuimba kule kwa vijana, nikaimba, nikarudi. Mwiteni aje hapa. Alipokuja nikamwambia unipe milioni 15. Kinipa milioni 15 nitakwambia Mungu atakachofanya. Alienda kuitafuta, akaniletea hela. Nikatabiri sasa ya kwangu mpaka kesho hajawahi kupata. Ya nani hayo? Sasa wewe unafanya, si unamkomoa mtu? Si ulinitukana? Yes, nilimtabiria, alitaka nitabiri. Ya kwa sio ya nani? Nikara hela. Na ile hela nikamtumia Erasto kidogo, Jovi kidogo. Maisha yakaendelea. Mguse jirani yako nikwambie kitu.
kama una kipawa kifanyie. Kamwela, usiamini watakavyokuletea kama kwamba wamekupa vyote. Vingine viache, wanaweza wakaja kuvichukua. Hata mimi niwahi kuvifuata kwa mtu. Ni juzi Samu yuko wapi? Sasa kuna dada mmoja alikuwa rafiki yangu sana. Rafiki yangu sana. Nikaenda kwake nikakuta analala chini. Analia kitanda kibaya. Sasa nikajiuliza ataendelea kulala hivi mpaka lini? Watumishi wa Mungu, nilienda nikanunua vitu karibu vya milioni ngapi hivi. Nikamwambia Samu yule pale, vipeleke kwake. Sikwenda mimi. Samu alinunua magodoro, akanunua vitu akapeleka. Alivyovipeleka kwake yule dada badala anishukuru kanijibu vibaya. Nilimwambia Samu, vifate, baraka haiachwi penye machungu. Fanyaje mwanangu? Vifate. Akavifata Samu. Akavirudisha. Vingine tumeuza. Tukaviuza. Niulize kwa nini? Wewe uko kwenye kanda hii. Baba, kuwa makini. Watakuja watu hapa watajifanya washirika na ni viwete na brother, unaona nimeshanunua mavyuma yale, nimeanza kujenga, nimetafuta tofali kule, nimeshapata. Zinakuja kesho tofali. Nishali pia zinakuja kesho. Sikiliza nikupe story rafiki. Sikiliza nikupe story. Kanisa hili likishajengwa vizuri, sijui natabiri, sijui ndio kweli. Ngoja nitabiri kama nikutabiri. Likishajengwa vizuri, likanakishiwa, likafungwa mziki, na vile tumeamua kusimamia sisi wenyewe. Unasikia mama? Unasikia baba? Mama unanisikia? Watakuja wengi. Viwete. Wanakuja kina nani mama? Na sasa hivi mzee tunataka tuanze kukupiga pamba kali. Suti tu. Wakikuona umevaa suti nzuri, wanajua unazo, watakuja. Watakuja. Sasa wakija ndo uelewe kiwete kaja. Jitahidi, acha huruma huu. Mwingine aje mbele yako cheze na simu tu muda wote uongee naye. Acha naye. Tofauti na hapo. Nyanda za juu kusini, nisikilizeni. Kwa kuwa ninyi ni wanangu ninaowapenda toka moyoni. Sitamani kuona viwete ndani ya nyumba ya Mungu wetu. Kila mmoja wetu aamue kufanya kazi kwa nguvu. Naamini kabisa Chunya itakuwa eneo zuri ambalo watu wengi wataketi na watamtumikia Mungu hapa. Lakini jiepusheni na viwete. Ikibidi watie nguvu, waende wakatafutie zao. Ukigundua ni kiwete, ni msichana anatamani kufanya, alichokosa tu ni pesa, jinyime, chukua kwenye sadaka zako, wapatie. Mimi na mtu anaitwa Mama Jide na mtu anaitwa Mama Gudi, mnawafahamu. Nimeanza nao huduma. Nilivyoona hawaeleweki nikachukua sadaka nikawapa. Huyu akawa machinga, huyu akawa muuza chapati. Wamenenepa na wanajenga. Wako viwete ukiangalia ukaona zimo. Huyu akipata miguu tu anaweza kwenda. Mpe sadaka, mitaji, aenda afanye, atarudisha. Kuna watu tunao kanisani wanaweza wakawa sio wazuri kwa sababu hawana cha kufanya, ila ni wazuri wakiwa na cha kufanya. Nina binti anaitwa Happy. Yuko wapi? Aje hapa. Happy, njoo hapa. Huyu ni binti ambaye nimekutana naye mwaka jana. Mwaka huu. Huyu mtoto nilikaa naye mimi miezi miwili. Sijui kwa muda gani? Mwezi wa 12 na mwezi wa nimekaa nao ukale miezi miwili. Muda niliokaa naye nilimwambia maneno magumu. Ananiambia nafanya na dada, akasema nenda kafanye kwako. Mimi nafanya kwa dada. Ulisema unafanya duka la dada mimi nafanya kazi kwenye duka la dada. Akasema acha ututusa wewe. Sasa hivi wewe una manyonyo na unanenepa. Nenda kafanye kwako. Acha upumbavu. Dada na namsaidia, akasema ngamwambia umenisikia? Ukitoka hapa nenda kaanzishe duka. Ni juzi kati hapa kanipigia, nadhani mwezi wangapi sijui. Wa pili akaniambia babu, nimeshaanzisha la kwangu. Ninalimbuka. Nikamwambia mtumie Johnson babako wa kiroho. Alikutumia? Swali, angeendelea kwa dada yake, angekutumia limbuko na kutoka hapa.
sangebaki kwenye vya watu. Sasa leo nakuombea mama, uwe na maduka 600 ya kufate nyuma. Nisikilize, wako watu tunao hapa wanachohitaji ni mawazo tu, watibuliwe waanze. Baba, kuna watu hapa wahitaji maombi, wanahitaji mtaji tu. Wameshaomba tangu Januari mpaka leo, baba nifanikishe, Yesu nipe kibali, Mungu nikumbuke. Wameomba tangu mwaka juzi. Wanachokihitaji ni mtaji. Ukiona ni waaminifu, huwa wakosi badani, wanakama na wewe, hawana chochochote, hawana maneno marefu kama surubanywa. Unachokifanya unampa mtaji. Kwa nini watu wanasema namwamini Johnson, nimempa nafasi kubwa? Naangalia kwa sababu ninyi ni watoto wangu na wajukuu zangu. Makusudi ili yatimie, itawalazimu muondoe ukiwete wa akili. Badilini mitazamo yenu, tokeni kwenye kutazama kama watu wa Chunya, tazameni kama watu wa Dar es Salaam. Unaweza ukaishi Chunya kwa maisha ya Dale kawaida. Kupaona huku ni kijijini ni mtazamo wako. Baba na kuomba hamia da ukae makao makuu, niache mimi wapi? Siku ukija hapa utakuta makao makuu imehamia. Shida sio uchawi, shida ni nini mzee? Kama mtabadilisha mtazamo. Kalela kaja leo, anakuja lakini yuko njiani. Sikia, Karera baba yao na hawa kanisani kwake kulikuwa kama hivi na palikuwa kuna vitaa vile vidogo dogo kama kile nikikuta pale nyumbani nikakichomoa. Shetani akitaka kukufanyia vitu anakuweka gizani. Hataki uweke taa kubwa ungale, anataka uweke taa kadogo baki gizani. Fuatilieni nyumba zote hizi za watu hawa ambao hawana hela. Angalia taa inayowaka mule ndani na mwanga gani, mkubwa mdogo. Mnaweka barubu kubwa ndogo. Unajua kwa nini? Mashetani hayataki uonekane. Nilikuta kwa huyu nako hivyo, ameweka tutatu hivi. Karera nikampa taa kabisa, nikampa taa zinaitwa halogen. Nimezitafuta hapa, zimekuza, nitaka nifunge hapa. Nilivyompa taa akaenda akaziweka ndani, eti zikiwashwa anaungua uso. Juzi ameniambia baba, ila haikuwa taa, mimi nilikuwa na mapepo. Yaani mchungaji askofu akaniambia ukweli. Anasema baba, mimi sikuwa na shida, tatizo mimi ndo nilikuwa na nini. Leo ninaongea na wewe, amefunga taa sijui ngapi, ni nyingi sana. Alafu juzi ameniambia naongeza watu 200 pale. Shida sio ninyi. Shida mmeambiwa upendo, amani bila hela haina maana. Na katika vitu ambavyo nataka nyanda za juu kusini mvifanye, Yesu anawaambia wanafunzi, miujiza na mambo haya yote vitaandamana na ninyi mnaoamini. Nini mnachokiamini? Yesu, utajiri, maisha, mafanikio. Hakuna mgonjwa anayetoa pepo. Mnataka mwende nyanda za juu kusini, chukueni jukumu la kuondoa ukiwete kanisani. By the way, kanisa alitajirishwi na watu wengi, linatajirishwa na watu wachache wenye msimamo mbele za nani? Kwa mwaliko huu nawaalika kama familia mnayopendwa na Mungu kwamba matokeo makubwa yanakuja kwenu. Lakini ni lazima kila mmoja wetu achukue jukumu la kufanya sehemu yake katika huduma. Huduma hii ya Sauti ya Shangwe, Bethel na nyanda za juu kusini kama ilivyo, ni lazima mchukue jukumu la kujiwakilisha mbele za Mungu wenyewe na kisha kufanya kazi kwa ajili yenu, kuzilinda familia zenu na waliowazunguka. Majirani waliowazunguka wanatamani kuona nuru. Nuru haiji kwa watu mpaka kuwe na mabadiliko. Anaandika kwenye Isaya sura 60 mstari wa 1 mpaka wa 8, anasema, inuka na uangaze kwa kuwa nuru yako imekuja.
giza litayafunika mataifa, lakini nuru itakuzukia wewe. Hii ikiwa na maana gani? Ni lazima watakapoona mmepaki magari, mmevaa vizuri, mnasali kanisa zuri, mnalala pazuri, watu watajua nuru imewazu. Mwandishi wa kitabu cha Isaya anasema nuru itakapokuzukia mataifa watakujia. Mfano ulivyojiunga na sauti ya shangwe, haya ni mataifa yamekujia. Kibaha, simameni chini. Mliotoka Kibaha, simama chini. Amen. Mliotoka Mafinga, simama chini. Mliotoka Tunduma, simama chini. Mliotoka Mbeya Uyole, simama chini. Mzee Kamwela, njoo huko. Nataka nikufundishe jambo. Siku nuru ilipokuzukia ndo umepata hawa wote. Wametoka walikotoka kwa ajili ya hiyo nuru. Na maanisha nini? Ungebaki kwenye mawazo mgando ya ukiwete, ukang'ang'ana na Church of God, ungegodika. Mpigie Yesu makofi. Nini maana yake? Ukitizama kwa mbali ukaona kuna nuru, nenda. Fanyaje? Haya yote baba ni mataifa yamekuwasilia. Na bado tulikuwa wote polini kule. Mtu yuko Switzerland, tumempigia simu. Yuko wapi baba? Umeongea naye? Naongea na wewe. Sijui kama wako live. Kama wako live, manake kuna watu wako Marekani wanatusikiliza. Nuru imekuzu. Nuru haitazuka bule, ni mpaka ufanye bidii ya kuhakikisha watu wako wanaonyesha matokeo. Watu wetu mnaoabudu nasi nyanda za juu kusini, jiandaeni kuvaa vizuri, kulala pazuri na kula. Oga, pendeza. Unaweza ukaoga kwa kipande cha 200, nyosha nguo yako, njoo ibadani umevaa vizuri. Sio unavaa nguo kama gunia. Ni kweli watu wa huku mnavaa magauni makubwa. Lakini jamani, nendeni kwa watu wawashonee vizuri basi. Amen. Pale siku moja alikuja mama, walikuja kanisani. Wamevaa gauni. Dada yule mwangalia kilo zake ni 40. Amevaa gauni ya kilo 6.